Kuna tukio moja kubwa limejiri wakati wa ziara ya makamu wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Heche. Mheshimiwa Heche pamoja na viongozi wengine waandamizi wa Chadema wamekuwa katika ziara kwenye mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa, ambapo ajenda kuu ni ajenda ya No Reforms, No Election, ambayo inahimiza wananchi kuishinikiza serikali ili iweze kufanya mabadiliko katika sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi ili chaguzi ziwe na maana. Na tukio hilo linapata uzito mkubwa kutokana na ukweli kwamba kwa muda sasa, yamkinika kusema tangu Mheshimiwa Lissu aingie madarakani mwezi Januari, Mheshimiwa Tundu Lissu alivyoingia madarakani mwezi Januari mwaka huu 2025, kumekuwa na jitihada kubwa za kumkwamisha yeye mwenyewe binafsi, lakini pia jitihada hizo sasa zimechukua picha ya kutaka kuikwamisha, sio tu kuikwamisha Chadema, lakini pia kuidhoofisha, na baadhi ya maelezo yanadai kwamba kuna mkakati wa kuua na yanayoonekana yanaashiria hizo jitihada inakuwa na uzito na tukio lenyewe ni kwamba katika ziara hiyo kanda ya Ziwa imeshuhudia wananchi wakishinikiza, nguvu ya wananchi imetumika kuzuia polisi kuwakamata. Kwa bahati mbaya moja katibu mkubwa unaofanywa na rais wa polisi hiyo upande wa pili unaonyesha jinsi gani nguvu za wananchi zinavyoweza kuzuia maovu kama alivyosema kwa bahati mara ya kwanza nguvu ya umma inaweza kukabiliana na askari wa polisi dhidi ya uonevu waliokuwa wamepanga kuufanya. Kwa sababu baada ya kuhutubia mkutano huo wa hadhara, Mheshimiwa Heche hakuwa amefanya kosa lolote, hakuwa ameongea kitu chochote kibaya zaidi ya mkutano wa kawaida. Lakini kama kawaida, jeshi la polisi badala ya kuwa lipo kwenye mkutano huo kwa ajili ya kutoa ulinzi, mara nyingi linakuwa ndio chanzo cha vurugu, kwa sababu baada ya mkutano huo pia kulikuwa na tukio jingine majuzi ambapo wananchi walikuwa wanasindikiza msafara wa Mheshimiwa Heche na askari wa jeshi la polisi wakaamua kupiga mabomu ya machozi. Kwa hiyo ni mambo ya kusikitisha, lakini kulalamika peke yake hakutoweza kumaliza matatizo haya, kwa sababu hayajaanza jana. Na ni muhimu kugusia hapa kwamba tofauti na watu wengi wanavyodhani kwamba matatizo haya yanayojiri sasa hivi yametokea juzi baada pengine ya Mheshimiwa Lissu kuingia madarakani au Chadema kupata uongozi mpya, ukweli ni kwamba mfululizo wa uonevu dhidi ya vyama vya upinzani umekuwepo tangu mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa mwaka 1992. Kunakuwa tu na tofauti ya uzito wa yanayofanywa dhidi ya vyama vya upinzani, lakini katika muda wote huu vyama vya upinzani havijawahi kupewa fursa ya kutekeleza majukumu yake pasipo kukumbana na uonevu, unyanyasaji na ukandamizwaji wa dola ambao kwa kiasi kikubwa ni maelekezo kutoka kwa chama tawala CCM. Kwa nini tukio hili lililojiri majuzi lina uzito mkubwa? Kama nilivyosema, kwa upande moja linaashiria linaweka rekodi ya kuwa tukio la kwanza ambapo wananchi wametumia nguvu yao, yani nguvu ya umma imeweza kuzuia ukandamizaji. Lakini pili ni kwamba inapeleka ujumbe. Mimi mara nyingi huwa napenda kueleza, naye si maneno ya uchochezi, ni maneno ambayo yana ukweli kwamba idadi ya polisi tuliokuwa nayo ni ndogo kulinganisha na idadi ya Watanzania wale ambao wana uwezo wa kufanya vitu fulani, kwa sababu Watanzania kwa zaidi ya milioni 60, lakini ndani ya milioni 60 kuna watoto, kuna wazee, kuna walemavu. Kwa hiyo tuseme hata tukitoa nusu ya hao milioni 60 ambayo inakuwa milioni 30, bado kuna idadi kubwa ya Watanzania ambayo hailingani na idadi ya askari wote wa jeshi la polisi.
hakuna takwimu sahihi, lakini yamkinika kwamba katika mkoa mmoja ni vigumu kupata askari 10,000 kwenda kwenye mkutano wa kisiasa, na mikutano hii ya kisiasa inavutia wakati mwingine watu 50,000, na kama kuna hamasa ya kutosha unaweza kutokea watu hata 100,000. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hatuna idadi ya kutosha ya polisi kusema inaweza kumdhibiti kila mtu katika eneo husika, na pia hata matumizi haya ya nguvu, labda kutumia mabomu ya machozi au kupiga risasi hewani, yanategemea idadi ya watu wanaojitokeza. Idadi ikiwa kubwa, polisi wanajua kwamba sio tu wanaweza kusababisha mauaji au madhara makubwa, lakini pia usalama wao wenyewe unaweza kuwa hatarini. Kwa hiyo kadri watu wanavyokuwa wengi ndivyo kadri ukatili wa jeshi la polisi unakuwa kidogo, inabidi wajidhibiti wao wenyewe katika hilo. Na hili ni muhimu kwa sababu kwa kiasi kikubwa katika haya yote yanayoendelea hivi sasa, nguvu kubwa zaidi imeelekezwa katika kulalamika badala ya kuwa na vitendo dhidi ya hicho kinacholalamikiwa. Na kuna mambo mengine yako ndani ya uwezo. Labda nitolee mfano, jambo ambalo juzi niliongea na kada mmoja mwandamizi wa Chadema. Kuna angalau machapisho mawili magazeti, moja gazeti la miongoni mwa magazeti makubwa na jingine ni online TV. So kwa hili gazeti limekuwa likifuatilia sana mgogoro wa Chadema na limekuwa likiripoti mara kwa mara. Reporting yake ni mbaya kwa sababu inaelemea upande mmoja. Kwa kiasi kikubwa amekuwa akikuza habari ya mgogoro wa Chadema wakati si kweli. Sasa na nyingine ni online TV maarufu, huko nyuma ilishakuwa ikifanya jitihada za kuripoti matukio mbalimbali ya Chadema, lakini katika siku za karibuni imejitokeza kuwa ndio msemaji wa hawa G55, kwamba kila tukio linalohusu G55 wao wapo. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, hata pengine kuna press conference ya G55 huko mikoani, hakuna online TV nyingine yoyote zaidi ya hiyo moja. Kwa hiyo unapata picha kwamba hawa wana mmoja ni labda ni sawa au which is okay kama sawa kiuni wa dini na wafuasi wengi na ndio tunachoona. Kwa nini mnaachia vitu hivi kwamba unaweza mkaamua kujifunza kwa sababu unataka hadharani kama ni cha uongo, kama ni cha uchochezi, kina athari. Na moja ya athari kubwa ni kuwavuja watu moyo. Hizi habari moja tunasikia kila siku zinasaidiwa na Rais Trump ya kuna mkakati wanafanya kwa matope kutegemea baadhi ya vitu gani. Kwa hiyo lengo kwa upande mmoja ni kutoa Chadema elimu, lakini kwa mwingine ni kuchosha wananchi wanaofuatilia mpaka ifike sehemu wanaichana ni kama ni watu kuonewa pia na hakuna jinsi ya kuingiana kwa watu wanajipa hiyo anajua hao wewe ni muhimu kwa usimamizi ndani ya jinsi tunavyofanya jinsi ya umma gold standard. And gold standard ni kwamba hiki ndicho kigezo ambacho kitumike mara kwa mara kuhakikisha kuwa uonevu wa kukamata watu ovyo haukubaliki kwa sababu ni kinyume cha sheria. Lakini vingine viko ndani, wala hivi havihitaji jitihada kubwa kama kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa mfano, hili gazeti ambalo limekuwa likiripoti taarifa dhidi ya Chadema, kwa nini isiwezekane kuhamasisha wafuasi wa Chadema ambao wamejazana kwenye mitandao ya kijamii wa unfollow hili gazeti? Au hicho chombo cha habari, hiyo online TV ambayo imepita huku na kule ikijaribu kukuza matukio yasiyo na uzito, lakini kutengeneza picha kwamba labda matukio muhimu, kuna mpasuko Chadema inadhoofika kwa sababu watu wanahama na vitu kama hivyo. Hivi kwa mfano hivi vyombo viwili vya habari vina followers takriban 1,000,000. Kama watu wakiamua ku-unfollow kwa mkupuo, I can tell you utaona mabadiliko, kwa sababu kwa sisi tunaofuatilia mitandao ya kijamii, kuwa unfollowed na watu wengi kuna athari, na kwa vyombo vya habari kwa sababu ni taasisi za kibiashara, kuwa unfollowed kuna athari ya kipato vile vile, kwa sababu wao wanapoweka habari wanatarajia ziwafikie watu wengi. Je, una maoni gani katika hili? Lakini pia unaweza kuwashauri Chadema kuhusu kile unachoona kinafaa kwa wao kukifanya. Asante na kwaherini.